Katika mazingira ya kawaida, mfuko wa maafa ulioko chini ya waziri mkuu, ofisi ya waziri mkuu, mheshimiwa mkuu wa wilaya, upo kwa ajili ya kusaidia changamoto za namna hii. Haya mazingira haya yamesababishwa na miundombinu iliyoelekezewa, barabara zilizotengenezwa kuelekeza maeneo ya makazi yetu, mheshimiwa mkuu wa wilaya. Sasa hivi tuna mwaka wa 3, mheshimiwa mkuu wa wilaya. Lakini jambo hili kila siku tunaambiwa tutakuja kufanya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tulikuwa tunaomba wananchi wako kwa heshima kabisa tupate kauli yako, kauli ya serikali kwamba je, jambo hili litatuliwa lini? Kwa sababu sasa hivi zimeongezeka nyumba na zinaweza zikafika 60. Hatujui kesho zitakuwa ngapi. Kesho kutwa hatujui zitakuwa ngapi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunaomba sana serikali yetu itusaidie kuhusu jambo hili. Tupeni maamuzi mlio nayo kuanzia hivi sasa. Zaidi ya miaka 3 mtakuwa mnafikiri miaka 3 hakuna tokeo. Mtu fikiri hata mwaka mmoja, miezi 6, lakini miaka 3. Watu mnatufikiria tu. Tunataka muwajibike juu yetu sisi na sisi tuwajibike juu yenu. Tofauti ya hivyo hatutowaelewa kitu. Mwaka jana tumevamiwa na maji, lakini naamini uongozi mkuu wa wilaya alifika hapa ambao uliondoka na baadhi ya viongozi wa chama, lakini sikuona timu kama ya leo. Kwa picha nimeiona leo. Kwa serikali imekuja leo. Na kumwona kakaangu Muhilima na mkuu wa wilaya na timu nzima ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza nawashukuru, naomba jambo hili mlishike na mtusimamie kama wananchi wa Kigoma, Tanzania nzima. Serikali imewasaidia wahanga wote, lakini Kigoma hatujasaidiwa. Lakini sioni jambo la kuvutana, cha msingi ni serikali tusimamie, itusaidie. Na mkuu wa wilaya na kuomba, nimekuona ni mtu wa maana, ni mtu mzuri. Kwa kweli nakushukuru sana. Naamini tayari ulikuwa umeshaambia vyombo vya dola na serikali kuu inafahamu. Kwa nachowaomba sisi ni wapiga kura wa kweli na waomba. Lakini leo hii sisi kina mama watoto wetu watapata majanga makubwa. Mimi ni mkazi wa Katubuka. Leo nahamia Businde. Mtoto anasoma Katubuka. Anachukua muda mrefu kutembea kwenda shuleni. Serikali inatakiwa ituangalie hapo. Watoto wamepoteza kila kitu. Ina maana watoto wetu watabakwa, watoto wetu watapewa mimba bila kutegemea na mabodaboda. Anatoka Businde anakuja kusoma Katubuka. Inabidi mama uamke naye saa 11 umlete Katubuka. Hujatafuta riziki. Serikali kweli inatupenda au haitupendi? Tunaombeni mtusikilize. Yaani tunaumia na tunapata matatizo jamani. Watoto wetu wana shida na sisi wenyewe tuna shida. Mpaka sasa jana watu wameshapoteza vitu vingi, magodoro, madaftari, watoto wanaendaje shule? Halafu leo mnatuambia tutoke maeneo ya shule, tutaenda kukaa wapi? Tunaomba serikali itusaidie na ituone na itusikie jamani. Tuna shida sana, maeneo tulionayo si sahihi. Maji yenyewe hayo ni machafu, tutapata maradhi mengi. Kama ambavyo katibu tawala amezungumza, hii ni awamu ya 2 tunakumbwa na changamoto hii. Sisi kama serikali tunafahamu kwamba eneo la Katubuka ni eneo ambalo kwa sasa sio salama kutokana na kuingiliwa na maji, na hasa katika kipindi hiki cha mvua. Na kwa maana hiyo, pamoja na changamoto hiyo, bado serikali imeendelea kuliona jambo hili kwa namna ya kipekee. Nitumie fursa hii kumpongeza mkurugenzi wetu wa halmashauri ambaye ameliona jambo hili, amelipokea, na kwa maelekezo tuliyoyapata kutoka kwenye chama pia ni muhimu kuona namna ya kuwashika mkono waliopatwa na kadhia hii kwa chochote hata kama ni kidogo, na utaratibu huo unaendelea kwa nyinyi mliolala hapa. Na kwa maana hiyo bado tunaendelea kutoa wito. Ni vigumu kupokea wito huu, lakini ni rahisi kuusema kwa sababu ndio wito wenye usalama. Wito wetu kama serikali, maeneo haya ambayo yanavamiwa na maji yana uwezo mkubwa sana wa kuhatarisha maisha yetu. Katika kipindi hiki ambapo mvua zinanyesha, tunaomba tuwasihi sana kupisha makazi hayo, kwa sababu mvua zikiwa kubwa, makazi haya yanaweza kujaa maji na kuhatarisha maisha. Kwa bahati mbaya sana katika kipindi hiki cha masika hakutakuwa na uwezekano wa kusema maji hayo tunayashughulikia sasa mpaka mvua zitakapokwisha. Na kwa maana hiyo nitoe wito kuwaomba wananchi kupisha maeneo ambayo yanaweza kuingiliwa na maji. Ni changamoto kubwa.
kubwa inaweza kutokea ya kuhatarisha maisha. Maisha ya binadamu yana thamani kubwa. Mtu akipotea ama akifa kutokana na mafuriko, changamoto ni kubwa zaidi. Na kwa maana hiyo tunaomba kuendelea kutoa wito. Niwapongeze wale ambao wanaishi katika maeneo yenye changamoto na wamechukua hatua ya kuhama. Zipo kaya ambazo zimehifadhiwa kwa majirani, zipo kaya ambazo wamehifadhiwa na ndugu zao. Kwa maana hiyo ninyi mliokusanyika hapa katika eneo hili la shule, lazima ifahamike kwamba jana ilikuwa ni dharura, na dharura hii lazima iwe na ukomo. Wakati tuko hapa tuendelee pia kuangalia mazingira ambayo yanaweza kutuhifadhi zaidi, kwa sababu hapa hakuna mazingira rafiki ya kuweza kuishi. Kwa hivyo tuendelee kuchukua hatua kwa kupata hifadhi kutoka kwa majirani zetu, kutoka kwa ndugu zetu, kwa sababu sisi wa Afrika tunaishi kijamaa, tunaishi kindugu. Hatuwezi kuendelea kukosa msaada kabisa. Lakini kwa sababu orodha ya watu walioathirika tunayo, na kama nilivyosema, leo hii kuna chochote kitafanyika kwa upande wa serikali kupitia mkurugenzi wetu Kisena Mabuba, na muda sio mrefu inawezekana hatua hizo mkaziona, lakini hatuwezi kuendelea kuwepo hapa. Kadiri tutakapokuwa tunaweza kupata msaada na tutatembea katika makazi yenu, basi tutawaita, kwa sababu tayari tuna mawasiliano na nyinyi. Hapa sio mahali salama sana, hapa sio mahali ambapo panafaa kulala. Jana ilikuwa ni dharura. Baada ya kusema maneno haya, naomba niseme nimeishia hapa. Tutaendelea kupokea maelekezo ya serikali, tutaendelea kupokea maelekezo ya chama, na sisi tutaendelea kutoa maelekezo kadiri muda unavyozidi kwenda. Lakini kwa hatua za awali, tupishe makazi haya kwa ajili ya usalama wa watoto wetu, usalama wa maisha yetu. Nyinyi mnafahamu maeneo ya Kibirizi jana kuna watoto wawili wamepoteza maisha kutokana na hali ya kusombwa na maji. Kwa hivyo mazingira sio rafiki sana, na maji hayana urafiki huo.